أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. فلما جاء موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناهم. صدق الله العظيم. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم. صدق ربنا ذو الجلال والإكرام. اللهم إنا تبنا إليك وندمنا يا وهاب. اللهم انفعنا بالقرآن وعمنا بالغفران ووفقنا للإحسان. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا وكاشف كربنا واحزاننا وكفارة لسيئاتنا ونور اللهم به بصائرنا وابصارنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وفهمنا منه ما قرأنا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك به عنا. اللهم واشفي به مرضانا وعافي به مبتلانا وارحم به موتانا وأحيانا وتمم به نعمك علينا واجعله حجة لنا لا حجة علينا وشاهدا لنا لا شاهدا علينا وانظر برحمتك إلينا. أما بعد. Ndugu zangu, tumemaliza half time, sio unahitaje half time, first half ha? Tumemaliza first half. Suala, tumebakisha second half. Suala, umefunga au umefungwa? La kwanza, kila mmoja tujiulize, umefunga au umefungwa? Si katika kucheza ima utafunga au, na ikiwa umefunga una hakika hutolikombolewa, na ikiwa umefungwa utakomboa. Tuliulize swala. Ndugu zangu, sijui nani katika sisi ambaye kwamba ana uhakika kwamba hizi siku tulizozifunga tutazipata tena mwakani. Hizi siku tulizozifunga, je, tutazipata tena mwakani? Zilobakia sasa ni kidogo sana. Asibaq. Mmeona wale farasi, asiwe farasi mbora kutushinda sisi. Yule farasi ikikurubia zile lap, mnahitaji lap sio? Ikikurubia kumaliza ndio utamwona sasa. Utamwona farasi liko mwisho goza. Lakini ikikurubia kumaliza sasa ukamwona chuma kimetoka, hata ule farasi ayua kwamba sasa ni kumaliza sasa. Sasa hakuna tena matezo. Maliza pumzi. Akatoka ukamwona huyo alikuwa mwana mwisho. Mwana mwisho kwa sababu alikuwa bado mashindano hayajaanza. Hata sisi ushindwa na farasi. Wewe angalia sasa misikiti Upwaya, nenda Makadara huya. Si Makadara misikitini hakulaia kwa kuna ina lao leo waliohuita slash ukata zile ibada zote walifanya mtana. Ile hakuwekwa ila lengo watu wakate zile ibada za mtana zote. Jamanini, mimi siko kinyume na biashara, lakini pale si biashara ile. Watu waenda kujiuza wao. Ile sio namna ya kufanya biashara. Sasa wewe tujipime sisi. Kwa nini? Ndio mimi kawa nasema
tuateni masala hadithi iko hayo, hadithi hakuna. 10 la kwanza tulikielezewa sisi kuanzia zamani, kila wale ambao wa zamani, wateni vijana wa Gen Z hawa ndio mpaka kwenye dini saa nyingine matatizo, baadhi yao, si wote. Zamani sisi tukiinukia tukaambiwa Ramadhani na 10 mangapi? La kwanza la rahma, la pili maghfira, la tatu ili wakituambia kwanza ujirehemu ili upate msamaha. Sasa utasamehewa kama wewe hujajirehemu? Man la yarham la yurham. Yani tujirehemu nafsi zetu kwenye 10 la kwanza. Tufahamu hapa ibara vizuri ha? 10 la kwanza ni la rahma, yani kila mmoja ajirehemu nafsi yake ili apate rehema ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu upatapo rehema ya Mwenyezi Mungu ni lazima utapata msamaha wa Mwenyezi Mungu. Na ukipata msamaha wa Mwenyezi Mungu 10 la pili ni lazima 10 la tatu Mungu atakuacha, au sio? Kuna mtu ataatwa asiingie motoni na yeye una madhambi? Waswahili kukwambia haingii peponi mwenye dhambi, shati umalize dhambi ndio utaingia wapi? Nye hamuko. Utaingia peponi na wewe una madhambi? Haiwezekani. Seme ingia nayo tumekusamea. Huwezi kuingia na haingiao peponi ajue kwamba ameshakuwa yuko hali gani? Safi kabisa. Hakuna bana bado una madhambi lakini hivyo hivyo tumekusamea. Ile kusamehewa maana kwamba wewe huna tena dhambi. Sasa hii ndio mpangilio tuliopangiliwa, lakini hebu tujiangalie sisi mpangilio wetu ni vipi? Ni hunu 10 la kwanza ni la nini? La rahma. Sisi ulirehemu lile 10 tukaya msikitini, sio sisi ulijirehemu sisi. Sisi ulirehemu lile 10 la kwanza, sisi ulirehemu tukalisikitikia lile 10 la kwanza tukajazana msikitini. 10 la pili la nini? Maghfira. Sisi tukaanza kulisamehe lile 10 la pili, tukaanza kukimbia msikitini. Badala sisi tutafute msamaha, sisi ulisamehe lile 10. Sijui umenifahamu Kiswahili? Wazee mmenifahamu Kiswahili? Yani wewe wataka utafute msamaha kwenye lile 10, wewe walisamehe lile 10. 10 la tatu ni la itkum minan nar, yani sisi tuachwe shingo zetu huri na nini? Wajua maana hukuachwa huru? Yani wewe shingo yako iwe haiwezi kuingia motoni. Sisi huliacha huri lile 10. Tukalambia bwana, basi mimi na wewe basi. Mimi nitakaidi tu sasa, sitaki tena 10. Ndivyo sivyo tunavyoishi? Ninauliza nyinyi, ndivyo sivyo? Ni nani anawapigia parapanda watu 10 la kwanza wajazane msikitini? Na nani anakuja kuwatoa? Wewe angalia sasa, sisi tuko leo wale tulochelewa 10 na ngapi? Tulochelewa. Kiwa tulochelewa 17 usipeka mbio wewe. Leo 16. Sawa? Sisi tulochelewa 16 ni hali nini? Tutakapofika 20 ndugu yangu, sidhani hapa darasani tutabakia mimi pekee na kamera. Mungu asijalie. Lakini hali ya tishia. Yani hata wale wenye biashara wenyewe kwambia hawafungui 10 la kwanza, hawafungui 10 la pili, 10 la mwisho sasa kwambia sasa haya. Na maduka sasa yataanza, misikiti yataanza tahajudi na maduka yataanza tahajudi. Ukwambia taua, wataka tahajudi misikitini au wataka tahajudi madukani. Na wale wendao madukani siku wamekosa watunga, utakuta ni mke wangu, utakuta ni binti yangu, utakuta ni mamangu, utakuta ni ukhti yangu. Mimi niko darasani, mke wangu zurura tu. Kuna wanawake utoka hawaiwata takalo. Tuenze tukatie mato nuru. Wewe ndio ukatie mato nuru, ndio kutia mato giza. Mato nuru tu kwenye kuangalia mswahafu. Mato nuru tu kwenye makadara. Alikwambia lini makadara utia tu mato nuru? Hutia mato giza na moyo. Ala kulli hal. Ya radallah Allah. Mwenyezi Mungu yarudisha yalikuwa yamekufa. Na yalikuwa yamepotea. Mungu yarudisha yalopotea na ahuisha yalokufa. Lakini ndugu zangu, wewe jiangalie hali yako. Ukijiona kila siku zikikimbia za Ramadhani wazidi ibada, jipe bishara ya kheri.
lakini Ramadhani kile ikikimbia kuondoka, wewe wazidi uzivu. Tahadhari, tahadhari, tahadhari. Usingoje watu wakusifu. Kipimo Mwenyezi Mungu asemaje? Balil insanu ala nafsihi, kila mmoja anacho kipimo, tena basir. Hakusema Mwenyezi Mungu muyuzi. Basir ni yule anayeona ndani. Kuna mtu waona hivi tu, lakini yule anaona ndani, aona ndani yake haswa, yule ndo aitwa basiri. Manake mimi naweza kuiona hii simu kama simu, lakini mwingine akaona hii simu ina function gani na nini gani, sijui na nini gani, ina mahalagao gani, mandarandara gani, yani hii simu ukajua in out. Huyu ndo basir. Kila mmoja ni basiri, ajua mimi bwana Ramadhani nafunga culture tu, watu funga na mimi nafunga, nisiambiwe nkobe, lakini kwenye Ramadhani sina chochote nikipatacho. Kwa nini? Hujaathiriwa na Ramadhani, kwa sababu wewe hujaiathiri Ramadhani. Naam. Haya, tuingie katika aya ambazo kwamba tuliziahidi yana juzi Jumamosi, tukasema tumefika mahala very important, mahala pa kuonesha wakati mtu anapopata nafasi. Ukitaka kumjua kwamba mwenzako ni mwenzako, ni wakati yeye amepata nafasi, hakukusahau na wewe. Nabii Allah Musa alipopewa nafasi ya utumi, alipopewa nafasi ya kutumilizwa, alimwombea ndugu yake Harun, na Mwenyezi Mungu akamwambia kwamba sawa. Tuambiwa hakuna mtu aliyomtendea mtu duniani wema zaidi ya Musa kumtendea Haruni. Hayatokea. Yake kumwombea mwenzako awe mtume si mtezo. Si mtezo. Hizi umeona mtu kwambia bwana asante bwana, nilikuwa natamani kuonana na sisi na kiongozi gani wa siasa. Ya akhi, tamani kuonana na mtume sallallahu alaihi wasallam. Yake kuna watu husingia misikitini, lau ukitoka pale kwenye msikiti ukamuuliza boss, wewe katika maisha yako watamani kuonana na nani? Raila. La ilaha illallah. Usipoonana naye maisha utakuwa nini? Yani badala kukwambia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yeye ana hamu kabisa na mtume. Mtume hako katika mawazo yake. Yaki tamani kuonana na mtu ambaye kwamba utatamani kumuona siku ya kiyama. Leo tutatamani kuona waja wengi, lakini kesho kiyama tutataka kuwakimbia. Wale twendao tukawapokea, kesho hatutotaka kuwaona. Tamani ufurahi kumuona mtu ambaye kwamba kesho utamtamani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatalawamun. Kuna watu kesho watakuwa kilo yote mbewe. Mimi nataka simu kama katika majanga. Mmentia kwenye janga hili yote mbewe. Mimi nilikuwa simu kabisa, ukaniambia wewe wafaa bwana, tena wewe ekelea. Ekelea kwa Mungu. Anayekulekeza kwa Mungu ekelea na yeye. Asokulekeza kwa Mungu muatane atana na yeye. Hoyo hakutakii mazuri, hoyo hakutakii mema. Wallahi nakuapia. Al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin aduwwun. Haya ni maneno ya Mwenyezi Mungu. Sinulize rawahu nani? Marafiki wote watakuwa baadhi yao kwa baadhi, illa almuttaqun, illa ule rafiki kwa ajili ya kumwogopa Mwenyezi Mungu, kwa ajili ya kunasihiana. Lakini marafiki wengi wakwambia hakuna kama wewe, hatotokea kama wewe, mrongo. Rafiki anayekuhimiza hili halifai, hili ni haramu, hili ni baya, hili ni ovu, hili litakudhuru, huyo ndio rafiki. Rafiki anayekuweka karibu na mwenye Mola wako Subhanahu wa Ta'ala, huyo ndo mshike rafiki. Lakini huyu hana thamani kwa watu, hana thamani. Bwana ule rafiki yangu bwana, ule rafiki kivipi? Ule Saturday tutoka out pamoja. Kwenda wapi? Tablighi. Ndakusaga. Mtakimbiana sio? Mtakimbiana. Ndugu yangu. Afadhali mkimbie sasa. Tena cha ajabu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aelezea katika Qur'an, anasema mtu kana li qarin. Mimi nilikuwa na rafiki bwana, utamkumbuka. Yeye ndio alikuwa akinitia, yeye ndio tio. Yeye ndio yote haya. Ombe la. Si mimi.
Mimi nilikwambia tu, mimi nilikupeleka tu maskani, mimi nilikuondesha tu, kakwambia ukiwa na stress ukianda hii kipakiti kimoja utapotea zote. Baadaye ukimaliza zile nahwa hurudi zote mara mbili, na usingizi plus hakuna. Asangalia Nabii Allah Musa, Mwenyezi Mungu amwambia sana, shuddu adudaka bi akhika wa naj'alu lakuma sultanan fala yasiluna ilaykuma bi ayatina antuma wa hii. Sasa kaida Mwenyezi Mungu aweka antuma, jua kwa sababu nyinyi ni mitume, wa man ittaba'akuma, na kawaida kila anayemfuata mtumi. Umesikia hapa? Sio kufuata chama. Sikiza maneno ya Mungu anayosema, chama chochote kiwe kijinadi namna kitavyo kujinadi, kijikuwe namna, wallahi kuna siku kitaanguka. Na sisi Kenya tuna mfano mkubwa. Hakuna chama kilikuwa kina mbwembwe kama chama cha KANU. Kiko chama kilotamba kama cha KANU? Kiwayo hata ina hawa waiwa KANU haisi kama KANU nini, na bado wenye KANU wako hai, lakini hata hawaijulikani. Wallahi hakuna. Usihadaike wewe kwamba ati maisha yako wewe chama, ukitaka maisha bora, chama bora ni hichi. Antuma, Mungu atuambia nyinyi wawili, yani nyinyi ni mitume, wamanittaba'akuma, na kila yenye kuwafuata mitume, ya Rabbi, wafuatao mitume huwa na nini? Alghalibun, ndio wenye kushinda. Asofuata mitume hawezi kushinda. Ushindi wa kweli wa kufuata mitume. Mwenyezi Mungu amejalia katika ulimwengu wanaotawala ni wawili, wafalume kwa nguvu, mitume kwa kukuvutia. Mitume hutawala watu, lakini hawatawali kwa nguvu, hukutawali kwa mapenzi. Lakini viongozi, hakuna kiongozi atawaliwa kwa mapenzi. Na dalili, hela kiongozi yoyote challenge. Kama kiongozi adai yeye ametawala kwa mapenzi, aombe, jamani mimi naomba kujiuzulu, watu watamwambia usijuzulu, tutapigana makofi, alhamdulillah. Challenge inaitoa. Yoyote adai hiyo yeye ni kiongozi ametauliwa kwa mapenzi kweli, na nene tu siku moja, japo kwa dhihaka aeke kwenye gazeti la bwana fulani anaomba maoni yenu, yeye aona afadhali afanye nini? Ajiuzulu. Mhitaji kujiuzulu? Kuresign. Angalie zile like. Alhamdulillah. Hakuna hata mke wake hatomwambia usiresign. Sasa ukitaka kushinda wewe, wallahi ushindi wa uhakika ni katika kufuata mitume. Mungu atuelezea wazi katika antuma wa manittaba'akuma, si nyinyi tu mshindao, na kila atakao kuwa yeye ni mwenye kufuata. Na angalia historia huko, mtume umesoma katika tarehe alishindwa? Kuna mtume aliwahi kushindwa? Wamepambana na watu wa kisawasawa, watu wenye nguvu wa kisawasawa, mwisho hakukwambia nenda kazenge sijui silaha, sijui bunduki, sijui Mbio umeambiwa zengea connection na mimi tu. Maana mimi ndo nasababisha mtu ashinde au mimi ashindwe. Kwa hiyo ukiwa na connection na mimi, huna wasiwasi utashinda. Sikiliza. Falamma ja'ahum Musa biayatina bayyinatin. Nabii Allah Musa alipokuja akawaletea aya. Aya ni dalili za kuthibitisha kuwa Mwenyezi Mungu ni mmoja na ndiye mpelekeshaji na ndio anastahili kuabudiwa. Bayinatin, ziko wazi, hazihitaji maelezo zaidi ya hayo. Yani leo watu hughurika na kitu ambacho kwamba wakiona wazi kwamba kuna mwandani wangu alitangulia hapa, leo si chochote. Na wajua hakuna kitu kama mtu kumwambia bwana huku siko, akakwambia najua huku siko lakini ni yate tu. Ndio viongozi wao wajua hawana budi, iko siku hakuna ndege irukao ila baadaye ufanya nini? Hutua. Sasa katika kutua kuna nakosa timing. Wengine wakatua sasa, wakasikia wengine kwamba ile ndege miskini ilipata matatizo katika kutua. We tusome, lakini wewe
Hujaona kurabu ametoa makosa? Shawahi kumwona kurabu ametoa makosa? Ili Mungu aeleza chenu nyinyi hamukipeleki juu ila mkitateremka. Sasa kuna kuteremka chikateremka, ndivyo kuna na kuteremka ikateremka sivyo. Hapo sasa, lakini watu hawataki kuona. Mwenyezi Mungu asema, angalia, falamma jaahum Musa biayatina, mashekhe walikuja wakaelezea wazi, wakatahadharisha watu, musiwe na kibri, musijione, musijigambe, musinyang'anye, musipokonye, musinyanyase, bayinatin, wazi wakaelezea. Qalu ma hadha illa sihrun. Hii ni story tu kawaida. Mashekhe kawaida yao lazima Yakhi, Musa amewailia, Firauni wasema ma hadha illa sihrun muftara, hunu ni uganga ulozuliwa. Kwani kuna uganga uloumbwa? Uganga siku zote ni kitu kukizua, kwa sababu walikuwa hakuna ufanye mazingaombo kuonekane kitu kawaida. Hakuna kitu chaende. Wajua kitu ambacho hakikuzuliwa ni kwamba kilikuweko chaendelea. Namna hii chaendelea. Mathalan, sisi hapa hatuna, kwenye barabara yetu kuna maji yatoka mfano upande wa hunu yapita moja kwa moja mpaka yakashuka baharini moja kwa moja. Sasa tunapoona kesho ile kumetengenezwa majari haya sehemu ya kupita maji, mnahitaji mifereji. Sisi huita miandamai, mitaro. Kuna mtaro umetoka kwenye maji upande wa huku ngulai kibarani yabaja mpaka Kibokoni. Tanena huyu sisi alikuwa hatujui kama kuna tulikuwa hatujui kama mtaro umezuliwa, ni mpya sasa. Lakini hichi kisiwa, haya maji yaliyozunguka, kuna mtu yoyote aweza kusema sisi alikuwa hatujui kama kuna maji yamezunguka Mombasa? Ni kitu kizaliwa wewe kipo, au sio? Utaweza kusema ni uganga? Yaani kuna mtu wa Mombasa aweza kunena hii Mombasa kwa kisiwa ni uganga umezuliwa? Aweza? Kwa sababu yeye akiinukia amesikia wazee wake akisema Mombasa nini, na ule amesikia Mombasa. Sasa si kitu kimezuka kwa yu, ni kitu kiko kuandia kae binkae. Ziko sehemu zimetengezwa zikawa kisiwa, waweza kusema hichi kisiwa ni muftara, kimezuliwa. Sababu yake asili ilikuwa hakuna. Wana Waarabu kule wana kitu wanaita kabs. Kabs ni kwamba huzua mitaa mipia, henda kwenye fuo za bahari, wakajaza simiti, wakajaza kifusi, kisha wakajenga. Kama kule Abu Dhabi ilivyofanyika kule, wenyewe ita shajaratun mazraatun nakhili, shamba la mitende. Si mitende ile, yani ule mji umekaa kama ulivyokaa mitende. Ile bahari wameitia kabsi ile, wameijaza wakajenga majumba. Sasa iliweza kusema hii ni ardhi ilozuka. Kama sisi kule kwetu hamu kuna sehemu kulia Wioni. Sasa ule alokwenda safari kama miaka 60 sasa akia pale Wioni akiona hapa si Domoni si kulikuwa hapa kwa Makoko. Mbona huu ni mji umezuka mpiyahu, hatujui. Sasa Firauni asema ma hadha illa sihru muftara, hunu ni uganga, tena uganga uliozuliwa. Hata uganga huu manake ni uganga mpya, ni uganga uliokuwa hakuna. Ma sami'na bihadha fi abaina alawwalin. Na hii siku zote ndio mtu hutukua ngome kama hii. Umeona ngome kama hii? Ngome ni kwamba zamani ilikuwa hakuna, wazee walikuwa hawajui. Ona, yoyote atakao kukitetea kitu mwanzo kinasibisha kwamba hichi hatukijui. Pili, hata wazee hatukuwasikia wakizungumzia mambo kama hili. Ma sami'na fi abaina al-awwalin, ama wazee walotangulia hatukuwahi kusikia. Kwani kisozungumzwa na wazee hakifai? Kaida ni kizungumzacho na wazee. Lakini
tuna tabia kwamba jambo tukiwa tuliwahi kulisikia kwa wazee huwa lina nguvu kwetu sisi. Bwana tutambeaje bwana ambao jambo siku zote sisi bwana, siku zote sisi tunajua amri kadhaa kadhaa kadhaa, siku zote tumezoea. Mathalan, hakuna mtu mwenye miaka zaidi ya 50, hakuna, narudia tena, hakuna mtu mwenye miaka zaidi ya 50 kabla miaka 50 aliwahi kusikia tarawih ya raka 8. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Atani kwamba siko katika masala yafaa au haifai, lakini nakupa tu mfano kwamba kuna vitu yale mategemezi kwa wazee ilikuwa hakuna. La kwanza. Pili, watu walikenda Maka huku kuanzia zamani, wako watu zaidi ya miaka 80 wameenda Maka, miaka 70, miaka 50, miaka 60, miaka 50. Hakuna kwenye miaka 50 alikwenda Maka. Mimi siko kwamba yafaa au haifai, lakini ni kukwambia tu kwamba kuna mambo ni mapya. Hakuna alikwenda Maka kwenye miaka 50 kwenda mbele aliona watu wakisema Sami Allahu liman hamida akisharudisha mikono wakafunga. Ni kweli si kweli? Mtanambia nyinyi wazee, hakuna. Yani mtu aliwahi kuswali kabla miaka 50 akamwona mtu Sami Allahu liman hamida kisha akafunga tena mikono. Mimi siko kwamba haifai, yafaa sana, lakini ilikuwa hakuna. Sasa hawa watu wote siku zote waenda Maka, hakuna alorudi akatuletea zawadi hiyo. Maana unajua siku hizi kuna watu wakaenda Saudi wakirudi watatuletea mpya. Sasa hiyo mtaona watu swali na mabuti hapa. Maana kuna watu wagenda wao watakuangalia kanzu design mpya, na wengine huangalia na watu waswalio mpya. Mimi nataka nikupe ni mifano tu hii ya kwamba kuna kipengele cha kwamba sisi wazee hatukukisikia hicho. Masala ya kutingisha kidole ni sahihi, hadithi haina mushkil, lakini waloswali kabla miaka 50 hawakuwahi kuona watu wakifanya nini? Yani mimi naweza kunena kuanzia Habshi, Albeiti na nani, Abdullah Sufi, hamkuwahi kuona mababa zenu wa Fuadi huyo, hamkuwahi kuona mababa zenu wakitetemesha kidole. Na iko madhhabi yako kuanzia wakati wa Imam Malik, hadithi imeipokea Imam Malik. Lakini ilikuwa kwetu huku ni Shafii watupu, na Shafii hakuna kutetemesha. Lakini kuna wengine wakasema ngoja tuende na design mpya. Iko ni sahihi, lakini ilikuwa hakuna. Sasa umeona Firauni alivyokuwa mjanja, hakusema uganga hunu ni uganga. Hakusema ajua kwamba uganga huko, lakini uganga hunu ni uganga mpya. Unaona? Manake angesema hunu ni uganga na alikuwa hakuna uganga kwetu. Ingekuwa uganga mwanzo umeanza kwa Musa. Uganga huko, lakini uganga hunu hii ni mpya. Hii uganga huu ni mpya, hatujawahi kusikia. Kwani wewe umetoa uganga gani? Ati uganga wa kudai kwamba jamanini Firauni si Mungu. Umeona, hakuna kitu kama kumkatalia mtu uongozi wake. Siku napambana na mtu kwa kuhusu masala ya uongozi, ndio ukatuona hata sisi mashekhe kuna baadhi yetu tuko tayari kivyovyote nini pale niliyopo, sitaki uniondoshe. Utakujaje bwana uniondoshe bwana? Utakujaje ujulikane wewe bwana? Utakujaje watu wakukubali wewe? Utakujaje watu wakutambue wewe? Mimi ndio nilikuwa hapa, watu wote wakirudi kwangu mimi, masala yote watu wakiniuliza mimi, yeo amekuwa hakuna mtu apigwa simu ila fulani, hakuna ulizwae ila fulani. Hatuwezi. Na haya ndiyo yalothibiti. Jamani, tusomeni sera, tusomeni Qur'ani. Abu Sufyan, Abu Sufyan bin Harb, huyu ni Mkureshi, ni mtu wa Maka, ni jamaa zake Mtume sallallahu alaihi wasallam kiupande. Na Mtume alifika wakati paka akamuoa binti yake Hindu binti Abi Sufyan. Abu Sufyani kama huyu alipokwenda kwa Herakli alisikia habari kwamba kuna mtu akula Muhammad huko. Sikiliza kwa makini hapa.
kuna mtu ankula nyani? Muhammad. Na huyu Muhammad adai kuwa yeye nani? Ni mtume. Na maana kuwa mtume ni kwamba amekuja na dini. Herakli ni katika super power wakati wake, yani kama kukwambia Putin, sijui ndo Putin ule wa Russia kula hiyo Putin, manake ule ndio rais, ama huyu Trump huyu kitekesho tu, yule ndio mwanamume wa kisawasawa. Huyu maneno mengi, huyu mbwembwe nyingi, na hana lolote, basi tu ni ile chuki ya chama kilopita. Sasa huyu Herakli wakati ule ni kama kumzungumzia huyu rais wa Russia. Lakini Herakli ni mtu alikuwa intelligence kisawa sawa, na siku zote atakiwa mtu awe namna hii. Sio wewe mbwembwe tu utumie power ulionayo. Mwanzo kabla hujatumia power, tumia intelligence uliokuwa nayo. Kwa nini lisemwe hili? Hili limesema kwa misingi gani? Je, ni kweli hili lisemwalo? Herakli aliposikia habari akasema, jamani, nimesikia kwa Waarabu kuna mtu amezuka ni mtume huko. Watu wampenda kweli kweli. Mwaweza kuniletea na mimi ripoti? Jamaa akamwambia, jana hapa kumeingia watu kutoka Arabuni kuja kufanya biashara hapa. Kaambia basi nileteni. Wakatafuta wakaambia, bwana nyinyi mwaitwa na mfalume. Kunani? Siku zote sisi huya hapa hatuitwi, mara hii tumeitwa na rais. Angalia watu walivyokuwa, lazima wapange hesabu. Sio tumealikwa na rais yani sisi huku watu wakialikwa twendeni. Akhi, kuna nini? Mjueni mwendao. Kuna nini? Kuna masala gani? Kama kuzungumza, nani atazungumza? Nani aweza kuenda kueleza masala yatakiwavyo? Mara mimi ndio kaona mimi sipendi. Kwa sababu gani? Wajua weza kuwa wewe huko akaenda kazungumza mtu mambo sio kisha kwambia hata fulani na yeye alifanya nini? Na mimi sikuweko. Mimi niliwekwa tu, siku wako. Kuweko ni kupewa nafasi, na mimi ndio nikaonekana kwamba na mimi kweli nili. Siku moja mimi nilikuwa mkutano hapa water sport, angulaye water pale Mamba Village pale Mbeya pale, angulaye World Water. Kulikuwa kuna chama kipia kimezuka kile CBD, sijui angula chama Raila alikizua, angulaye LGBTQ chama kingine, yani chama kipi alikuwa chaletwa kukalikwa magavana wote wa Coast. LDP angulaye almuhimu hicho. Kwa bahati mimi nikaalikwa kama kwa upande wa vijana, mimi kijana, hao wabunge wengi mimi waupita umri, mimi kijana, wakanialika nenda kazungumza kama kijana. Mimi nilipokwenda nikamwambia, jamanini, sisi Kenya hatuna tatizo ya chama, tuna tatizo ya uongozi. Maana faraha, nyinyi msiona haja leo badilisha chama hiki, leo chama hiki, leo majina hii. Sisi tuna tatizo ya uongozi, na uongozi hauna tatizo. Angalia Mwenyezi Mungu, kuna anastahili kuitwa kiongozi kama Mwenyezi Mungu? Lakini alitutaka sisi tumwabudu, si bure. Hakutuambia niabuduni kwa mimi ni Mungu, alituambia faliabudu rabba hadhal. Lakini alituambia mimi na mambo nawafanyia ndio mniabudu. Na wewe unataka uwe kiongozi, watu wote watakuita wewe kiongozi, wafanyie mambo haya. Mambo gani? Alladhi at'amahum. Hakikisha hakuna mwenye njaa. Hakikisha. Na njaa ni ya mambo mingi. Akili ina njaa, chakula chake elimu. Hakikisha elimu inapatikana. Mwili una njaa, chakula chake afya. Hakikisha afya inapatikana kila mahala. Nikaanza kuzichambua zile, alladhi at'amahum min ju'in. Kia pili, wa amanahum min khawf. Vitu vili akajalia Mwenyezi Mungu akatuambia sisi, mimi nimewaaminisha na uoga, kwa sababu leo hakuna mtu anayekula wali na huku wasiwasi sijui sumu chakula. Kila ukilacho wajua hichi nafaa kufanya nini? Kila kisofa kulio wajua hichi hakifai? Kila mnyama, huwezi kumwona mtu upeleka mbio nyoka kwambia mmetamani nyama choma ya nyoka. Yeye akimwona nyoka humkimbia yeye na mbio.
nini, kuna nyoka nyoka ukimbia kule na ukimbia huku. Mungu akatupa amani. Kiongozi yoyote ataka asikilizwe, hakikishe tu vitu viwili tu. Vipi watu watapata at'amahum min ju'in wa amanahum? Sio wate watu, mtu akitaka kwenda mtaa fulani usiku hupiga fikra, aombe gari ya polisi mpeke, mimi nimechelewa ndo mpeleke, hakuingiliki kwa sipanga. Mutabadilisha zama kila siku. Walifuta muhadhara wangu, walinikatiza, waambia aliinuka ule msemo, basi tosha, watu wakainuka, achana endelee. Ukizungumza ya kuwaelekeza lipi la kufanya, hawayataki. Sasa ona, wewe walikuwa mahala kisha uketi tu, yaneno ambayo sio, kisha uambiwa na fulani pia alikuweko. Ni kweli si kweli? Mimi nilikuweko na mimi hamkunipa nafasi nkanena yaliyoko, ndio kaniona mimi huavoid. Wataka mimi nihudhurie, idkhulu fi silmi, tupeni nafasi tushiriki kisawa sawa. Tuwaambie sisi hatutaki cheo, lakini tunataka na nyinyi msijitose. Tukiokoka sisi tuwaokoe na nyinyi, ndio kazi yetu. Mimi sitaki ukubwa, sitaki hata angulie kile chama kitoto, angulie MCA wa nominated, sio maana yule asokuwa na maana katika zama za siasa. Nominated watu hawakumtaua, ametauliwa na alotauliwa na watu pengine, watu hamtaki kamwe wao, sisi tumekutaua. Sasa angalia Qur'ani inavyotuwekea wazi kwamba chochote utakachokuja nacho, maadamu kile kitu kina mafungamano maslahi ya mwanadamu kwa Mola wake, maslahi ya mwanadamu kwa akhira yake, utapambana na watu wakukwambia masamina bihadha fi abaina alawwalin. Mapya tena ili jambo jipya. Kaida haiangaliwi hivyo, kaida iangalia ilipingana na mafundisho ya Mwenyezi Mungu. Lakini hapa sasa jamanini, hapa ndipo patamu, na hapa ndipo utaweza kutofautisha msomi na asokuwa msomi, mkweli na asokuwa mkweli. Wakati unaposikia mtu anaeleza maelezo yoyote na wewe wataka kueleza kinyume ya yule mawili, ili umwambie wewe umepotea, wewe wenda ndia sio ya sawa, wewe ni mtu wa motoni, wewe sikiliza. Musa ni nani? Hamumjui Musa ni nani? Ametumilizwa kwa nani? Ametumilizwa kwa nani? Firauni. Sawa? Musa ametumilizwa kwa nani? Kuna mushkili kwamba Musa hakutumilizwa kwa Firauni? Firauni ni nani? Mwanadamu bila shaka. Firauni mfalume. Huyu Firauni wa peponi wa motoni? Kuna Muislamu anashaka? Lao kuna Muislamu nena mimi bwana mpaka sasa siamini kama Firauni atakwenda motoni. Utakwenda na yeye basi. Ngojea kule atakapokwenda utakwenda. Yani lao Musa angemwambia Firauni, wewe Firauni na kiburi chako hicho. Maana yake Firauni, Musa akiinukia ameinukia Firauni ni Mungu. Wajua Firauni hakudai uungu kwa kuwa sasa Musa ni mtume. Kabla Musa hajawa mtume, Firauni adai yeye ni nani? Mungu. Sasa adai hiyo Mungu hoyo wa wapi? Na wewe ukizungumza naye ujua wazungumza na mtu wa wapi? Motoni. Lakini sikiliza, angalia Qur'ani ilivyokuwa na heshima. Angalia Qur'ani semaje? Wakala Musa akasema naye kumjibu nani? Firauni, Rabbi, ay Rabbi, Mola wangu, a'lamu, ajua zaidi biman jaa bilhuda, nani alokuja na uongofu, mimi au wewe? Yani Musa, wewe una uhakika mpaka sasa? Musa hajasema Mungu ajua kwamba mimi nilokuja nayo ni kweli. Unajua jamani, nisikizeni sana Kiswahili. Kuna kumwambia mtu haya, mimi nimekuambia na Mungu ajua nani mkweli. Ushajisema kwamba wewe muko jamanini. Unapomwambia mtu mimi bwana, mimi nimeshakuletea ujumbe wako na Mungu anajua mkweli ni nani, nimesema ni mimi, nimesema ni wewe, maana yake kuna uwezekano awe mkweli ni nani?
Ni mimi, na kuna uwezekano awe mkweli ni nani? Ni wewe. Ndiyo sio? Hivi Musa alikuwa hajui kwamba Firauni si mkweli? Lakini Mungu anatukhutubia sisi. Usije wewe ukaambia, hey, wale watu wa msikiti ule motoni tu. Akhi, taratibu. Huyu wazungumza na Firauni. Hela kuna msikiti utakavyokuwa utamfikia Firauni? Hauna msikiti wewe waona hauna maana, hauna lolote, hauna khair, utamfikia Firauni? Kwa nini wewe wahukumia watu wa motoni tu? Angalia Musa. Jamani, hii ni Qur'ani. Hizi ni aya. Usiniulize rawahu. Takwambia babako. Mungu anasema wazi. Waqala Musa, Rabbi, Mola wangu, a'lamu biman jaa, ajua nani biman jaa bil huda min indi, nani alokuja na yale ya kweli kutoka kwa Mungu. Maana mimi mpaka sasa nimekuletea, lakini sijui kwa Mungu. Nimekubaliwa haya nilokuletea Mungu, wala sijui kwa Mungu kwamba wewe hana hayo yadaiyo ni sawa. Haya anayoyajua nani? Kwa nini mimi ni mhukumu wenzangu? Jamani, hakuna katika tarehe ya basharia. Wajua maana tarehe ya basharia? Hakuna katika tarehe ya viumbe alodai uungu kwa design hii. Kama wako watu walidai, lakini si kwa design ya Firauni. Maana wajua Firauni hata Ibilisi alimwambia, wewe ungesema tu mimi ni Mungu, ngaa ingekuwa haijambo, tukasema hatujui sasa baina wewe na Mungu huyu mkubwa ni nani? Hatujui. Lakini wewe mwenyewe sema ulipokuwa na jeuri, ana rabbukumul, maana yake huyo Mungu mliona nyinyi ni Mungu, lakini I'm the top one. Firauni jeuri jamani. Firauni jeuri. Unajua sasa kile unaweza kumwambia bwana, mimi wewe mwanachama na mimi mwanachama, lakini mimi ndo the best one. Mimi ndo mwanachama mkubwa. Mimi mzalendo. Si ndio kuna watu kwambia namna hiyo? Sisi ndio wenyewe wale wenye KANU mpaka leo tuko. Hata nani kuiwao? Kwamba kina jina tu. Lakini sasa ataka kuonesha kwamba ni mkubwa. Sasa nasema angalia tena taarifa nyingine. Wa man takunu lahu aqibatu dar. Pia mimi sijui ni nani ambao kwamba mwisho mwema utakuwa wake yeye. Yaani Musa wewe mpaka sasa umetuma kwa Firauni, humjui wa Firauni wa motoni tu moja kwa moja. Sikuwa hamjui, lakini afundishwa. Unapozungumza na mtu anayekupinga, jitahidi mpe hope. Unapozungumza, yani umepambana na mtu si Muislamu, usende tu kumwambia nyinyi ndio nyinyi Mungu alonena hasabu jahannama, nyinyi ndio kuni za moto. La taratibu. Wajuaje kwamba yeye ndio kuni? Henda yeye akasilimu, wewe ukaingia kwenye shufaa yake. Haiwezekani hilo. Haiwezekani. Zamani tulikuwa tukimtaja Ikrima bin Abi Jahli, tukisema atakwenda na babake. Sasa ukimsema Ikrima bin Abi Jahli usema radhiyallahu. Tena mpaka ulitia Ikrima bin Abi Jahli, kisha Jali, Abi Jahli, upi huyo Abu Jahli huyo, kisha radhiyallahu anhu. Sasa usiseme Ikrima tu, hatojulikana kama ni huyo, mpaka unene Ikrima. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwakataza maswahaba. Mtume aliwakataza maswahaba akamwambia, yaqdumu alaikum Ikrima, Ikrima yuaja kesho, fala tasubbul amwat fatudhil ahya. Hakuna tena ruhusa mtu kumtaja Abu Jahali. Usimtaje. Kwa nini? Utamudhi mwanawe. Abu Jahali huyo amekuudhi mpaka wewe kanena huyu ndio Firaun hadhihi al-umma. Lakini Mtume akataza. No. Kwa nini? Mwanawe Ikrima. Kwa nini haya tumtaja Abu Jahali ni urongo? Ni kweli. Lakini kwa heshima huu mwanawe amesilimu. Sasa unapozungumza na mtu hafikiani na dini yako, hafikiani na madhehebu yako, hafikiani na itikadi yako, Mungu anakwambia usimhukumu kwa ubaya, wala usijipe wewe haki 100%. Gawanyianani baina wewe na yeye, ili umtie tamaa kwamba angalia watu wa Mungu wanavyozungumza na watu. Hana ile mtaona nyinyi. Yale yataka umejaribu kama Nabii Allah Nuh. Falabitha fi qaumihim alfa sanatin illa 50 sana illa 50 ama.
50 ama hizi ndio zilikuwa za starehe, lakini miaka 950. Angalia, Mungu amesema sana ila 50. Kwa nini aseme alfa sanatin illa 50 sana? Ilikuwa inasema namna hiyo. Ukiona sana katika lugha ya Kiarabu ni mwaka ambao kwamba wa shida kweli. Naam, ni miaka ya rufahia. Angalia tabiri ya Qur'ani. Sana ni mwaka, naam ni mwaka, lakini ukitumia lafdhi ya sana, maana yake mimi nimeishi maisha magumu katika hii miaka. Lakini ukisema ishtu 33 aman, miaka 33, maana yake ya furaha. Am huja kwa furaha, sana huja kwa nini? Shida. Sasa Nabii Nuh miaka 950, shida tu yeye. Hapo sasa hakuna tena kuzungumza na watu kwa lugha ya upole, ni kuambia tu Rabbi la tadhar. Hakuna nyaka 900 msubiri tu kiribagoji hamtaki kuamini, watarejea nini tena? Lakini Qur'ani yatuambia la, msifanye namna hiyo. Qul rabbi a'lamu biman jaa bil huda min indi, tena waman takunu lahu aqibatu dar, nani ambao kwamba mwisho mwema utakuwa ni kwake yeye. Kwa nini hujui? Kwa sababu innahu la yuflihu Allah, kwa hakika amri na shani kwa Mwenyezi Mungu wenye kudhulumu. Hakumwambia nyinyi, anayedhulumu nani sijui. Yoyote anayedhulumu yoyote la yuflih, hawezi kufaulu kwa Mwenyezi Mungu dhalimu siku zote. Siku zote anayedhulumu hawezi kufaulu hata siku moja kwa Mwenyezi Mungu, wala hata duniani hafaulu, ni mbwembwe tu, hafaulu. Ndugu zangu, hawa madhalimu, mimi sijakwambia fulani na fulani, ukimfanya fulani na fulani ni wewe, lakini mimi nakwambia mdhulumu aina yoyote anapoketi na nafsi yake hana raha. Ndugu, wewe usishangae kama mwana mtu mbele za watu uteka. Atekae kwa raha ni yule akiwa peke yake. Akiwa peke yake hana stressi, nina mtu anidai, nina haki ya mtu nimeila, nina mtu mmemdhulumu, huyu ndo anaishi maisha mazuri. Lakini wengi wallahi, ukiona mbele wamevaa vizuri, wanasteka vizuri, lakini wakiwa peke yao hana raha. Haiwezekani. Hawezi Mungu kukupa furaha na wewe ghadhulum. Innahu la huwezi kufaulu. Kufaulu ni kuishi maisha ambayo kwamba wewe hayakutija raha. Lakini wallahi hawa wengi katika wanaodhulumu, si wengi wote, kila anayedhulumu Mungu hajaandika raha ya mwenye kudhulumu kabisa. Tusikilize. Firauni umeelezwa maneno mazuri. Firauni umepewa tamaa, akaambia bwana, mimi sijakwambia wewe ni mbaya, mimi sijakwambia wewe mamotoni. Mimi nimesema mimi na wewe sijui ni nani aliyokuja na uongofu. Lakini sikiza Firauni mwenyewe asemaje? Waqala Firaunu ya ayuha almalau. Firauni sasa waambia watu wake, watu malani, watu wengi, ma alimtu lakum, mimi si nyinyi mnijua mimi, nyinyi mnijua vizuri. Wajua watu walikimwona Firauni ni mtu ana akili sana. Siku moja Hamana, wanazuoni wanaelezea kwamba huyu Firauni yule ukorofi wote, lakini alifanya jambo moja zuri kwa Banu Israeli. Huyu Firauni alifanya jambo zuri kwa nani? Banu Israeli. Nalo jambo gani? Siku moja Hamana alikwenda akakusanya kodi. Huyo Hamana alikuwa kama ule Zakayo waliokuwa kwenye zitabu zile, akaenda akakusanya kodi kwa watu tele. Sasa wajua zamani, sasa hivi kodi KRA kikusanya ni system tu, si ndio? Zamani hakuna mambo ya system. Utaingia nyumba baada ya nyumba collect ile, si ndio? Collect. Akapakia punda tele, masogi ya punda tele, senti za nini? Za ushuru. Muko akaya nayo. Sasa Firauni akitoka kwenye kasri yake ile,
rosha ile huona punda wameangatishwa senti tele. Msafara punda tele bwana. Hamana kunani asema hizi pesa mmetoka kutukua kwa kodi nimekusanya kwa Banu Israeli. Akamwambia Hamana, sikukwambia mimi. Kawaida Mungu huwalisha watu wake, Mungu hali kutoka kwa watu. Warudishie. Mimi Mungu hutoa, Mungu hutukua. Mbona Firauni lilivyokuwa? Umeliona Firauni lilivyokuwa? Yaani Firauni amewashinda viongozi wengi tunaoishi nao hivi sasa. Badala ya kiongozi atoe atupe, yeye kiongozi hutunyonya sisi. Sisi hapa Kenya, alhamdulillah tuishi vizuri sana. Kosa. Umeona angalia namna gani mtu alivyokuwa hadhari huyu? Yaani amwambia kwa upe, Haman, mimi ni nani? Haman amwambia wewe ni Mungu. Mungu hutukua, Mungu hutoa. Basi nenda kawape, mwambie Mungu wenu amewaganyia. Umetuganyia sisi chetu mwenyewe. Basi salama ngao chake pia wengine hutukua na hawaregeshei tena. Mwambia, lazima tukusanye nini? Kwa nini? Tunataka tuwafanyie nini? Hawafanywi nini wala nini. Hupata kile cha kukusanywa tu. Lakini kile kisonyacho hakendi kule, kuna mahala kwingine hungia. Nchi nyingine si hapa. Sasa ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Mimi sijui kama kuna Mola mwingine, lakini haya masala angalia jamani, ni Firauni alikuwa mnahitaji very educated, yani ni mtu ana akili sharp, intelligence. Yani Firauni alikuwa ameona kwamba Musa janga alokuya nalo na hili twari alolipiga alolialisha kuliweza kulikanusha, ili ilatakiwa uhodari wa juu sana. Sasa tufanyeje? Hivi sasa hawa watu nikiwapa nafasi watakwenda umwamini, lakini wate niweke haya masala, siwaambie kwamba ya masala ya baki yawe ni pending. Kubaki pending ni vipi? Asema ma alimtu lakum min ilahin ghairi, lakini fa'auqid li ya Hamanu, Hamana nichomee vile vitu. Manake kama kumwambia nenda kanichongee matofali. Auqid li ya Haman, auqid washa sumba. Si wajua ile kuna ile mawe tengenezwa na nini? Na moto, mawe ya udongo, ule udongo ukachomwa na moto ikawa mawe. Siziko zile ziweza kuchoma? Angalia sasa intelligence yake ilikuwa wapi? Nyinyi Masri Mungu amewajalia muna mitofali mmetengeza angula zile nyumba zao zile pyramid ndio? Pyramid. Haya. Pyramid ahram yale Kiarabu. Mimi Kiarabu sitokosea. Hiyo Kizungu na maana kikosea Kizungu mimi si mzungu. Pyramid. Nyinyi mna matofali majio mmejenga pyramid. Kwa nini ukatengezwe hizo tofali za udongo? Maana yake nikikwambia nijenge kwa hama tofali ya tayari itatukua muda. Nyinyi mko wapi? Tiles ziko. Umwambia mtu nitengezee tiles, nataka kujenga. Haraka ni kununua zile kwa tayari, haraka nikutengeza mpya. Sasa lakini Firauni akaenda kinimwambia jenga kwa hizi itatukua short time. Lakini nikimwambia tengeza, kwanza kuna kukusanywa udongo. Baada ya kusanywa udongo ufanywe nini? Ufinyangwe. Baada ya kufinyangwa udongo ufanywe nini? Uchomwe. Baada ya kuchomwa ukauke. Ni time si time? Itakuwa mpaka manake itakapokuwa hizo zijiwe ziko tayari, mimi nimeketi tena karibia miaka 40. Sasa watu wajua kwamba haya masala siku yatupa mimi, lakini yako on the process. Mwana sisi mwini na hii ndio tutumili wao. Tutajenga mahala fulani, tutafanya kitu fulani, tutanunua ardhi, tutanunua Mwana sisi hii Qur'ani imetueleza, si mimi. Hii mkaona mapipe ya maji yamewekwa, nyinyi mkuketizie tutatiliwa maji, mtatiliwa hizo pipe. Hata hizo pipe hamtiliwi. Wewe kila ukipita siku zote unaona pipe. Hii pipe kujua maji ya mvua yaingie. Haya maji yatasikilia lini?
kutiwa tamatu. Kuanzia wakati wa utawala wa Moi kuna sehemu pipe ziko mpaka leo. Yani mimi sizungumzi huku kwetu, yani kuna mahala mimi kuanzia utawala wa Moi nimekwenda nchi nyingine huko mmeziona pipe zimewekwa tu. Umeona sasa asemaje? Fa auqid li ya hamanu ala tini, ona udongo, faj'al li sarha, mjenge ngazi kubwa, la'alli henda mimi attali'u ila ilahi Musa, nikamfanyia uchunguzi kumwangalia. Manake henda mimi nikaenda kaangalia zile nyota nikaziweza kuziuliza, nyota, Mungu uko kweli? Kuna Mungu wa Musa? Manake yeye ayua hawezi kwenda kwenye Mungu, lakini aweza kwenda mahala kwenda kumwangalia, kumuyulia huyo Mungu. Sasa nijengee, wa inni la adhunnuhu min alkadhibin, mimi kila nikimwangalia huyo Musa mrongo sana, lakini tusikate masala, nipeni time. Mimi inshallah nimeshaazimia nataka kujenga nini? Ngazi. Nikijenga hizi ngazi ngoja imalizike tu. Hamana yua hili sasa Firauni hapa pijo hili sasa hapa amepiga 3 bila. Salala. Mimi nimjenge ngazi atiza kwenda kumwangalia Mungu huko. Ulisikia wapi? Mtu amekwenda. Huyu Musa yeye mwenyewe kwa Mungu wake alipanda ngazi gani? Si wewe Musa amekujia akakwambia mimi natoka kwa nani? Mimi ni mtume wa Mungu. Huyo Mungu Musa alitumia ngazi gani? Hamana akajua hapa tu ni kuondosha hawa watu waone kwamba historia Musa yake ni pending. Mwambie Musa akileta story, ngoje bwana, Mungu wetu ametuambia atakwenda kuonana naye. Kweli atakwenda kufanya uchunguzi. Kwa hiyo kwa sasa hivi usitulete story yoyote, na ndivyo tunavyonyamazishwa sisi. Na sangine tukaletewa mashehe, kwa sisi tumewalazimisha? Si tumewaomba tufanyieni. Jamani, tutamani maji ya kunwa, tutamani maji freshi. Mwanadamu umekuwa wewe ukienda baharini uoga ya chumvi, ukirudi zamani ulikuwa ukitoka pwani henda kisimani tu ukaitia maji ukatoa lema ya chumvi. Sasa ni afadhali mwanzo uoge kisimani kisha ndo kaoge pwani. Ni kweli si kweli? Hapa Mombasa kuna mahala ni afadhali mwanzo uoge kisimani kisha ndo kaingie. Yani afadhali yale ya pwani hayana chumvi kuliko hayo ya kisimani. Tuko wa inni la adhunnuhu min alkadhibin. Kipi kilomfanya Firauni aseme mambo kama haya? Insha Allah taala kesho tutaendelea, lakini kabla kusema kesho tutaendelea na haya, kuna tukio la Ghazwat Badr. Ingawa tumelizungumza sana, sijui mtapenda tulizungumzie, lakini ile tukio siku moja halizungumziki. Kwa sababu mimi sipendi kuzungumza tukio wakatoka kukenda kukapiga na panga Waislamu. Tunataka tusome mazingatiwa gani katika vita vya Badr. Yani mimi na yeye tuweza kusoma nini katika vita vya Badr? Tuzungumzie au tuendelee na tafsiri? Maoni ni yenu. Maonaje? Kesho tuendelee na vita vya Badri au tuendelee na tafsiri? Ni maoni, wewe sema lolote. Au nao tafsiri aseme tafsiri, au nao tuendelee na vita vya Badri. Vita vya Badri siku 2 tatakuwa, kisha tuendelee na tafsiri. Kesho ni 17.